Afrika Mashariki, nchi za Afrika Mashariki na Kati, mambo ambayo yanaendelea pale DRC Congo kati ya serikali ya Congo lakini pia dhidi ya M23 ambao ni waasi hawa kutoka pale Congo ambao tayari wameshachukua Kivu na Goma, yani wameziteka, yani wamezichukua kwa kama ziko chini yao. Mtazamaji wa Suluhu TV Mwafrika na mchambuzi wetu ni Ankoje kama ilivyo kawaida. Hiki cha mjadala na kubwa zaidi ninakumbuka hivi karibuni niliwahi kuambia hapa nilikuwa nakuambia kwamba M23 na serikali ya Kongo zilikuwa tayari kwenda kufanya maongezi pale nchini Angola, Rwanda, lakini mwisho wa siku M23 bwana dakika za jioni wanasema hivi, wakasema bwana sisi hatushiriki. Sababu ni nini? Wanasema wanataka viongozi wao wale wakuu wa hilo kundi au makundi, maana M23 ni kundi ambalo linaongozwa na viongozi, lakini yuko kuna ungo anaitwa Makenga, lakini kuna Corneille Nangaa, huku anajumuisha makundi mengi kwa M23 kama viongozi wao pale wanasimama pamoja na makundi yote, lakini kila kundi ndani na kiongozi wake wamepewa kesi mbalimbali. Pia tunakumbuka karibuni serikali ya Kongo ilitaja kitita kinaomba, yani kutoa kitita kizito kwamba atakayepata kutoa taarifa ya hao viongozi wa M23 wako wapi, kina Corneille Nangaa wako wapi, au kuwakamata au kupeleka hata kichwa, kama anasemaga hivyo kwenye video unapata dola kadhaa. Ninakumbuka pale kama sijasahau msimu mzuri kwa kama dola 5 siko kwa kuna kusaidia kutoa taarifa walipo kuna kiasi cha wapeleke kwa kwamba hawa kuna kiasi napewa hiyo hapo, na maana waasi wenyewe walikuwa sasonganishwa kwa sababu kama hivi mwanadamu ni mtu ambaye kuweza kuwaunganisha wao wachomani wale kwa hiyo nadhani ilikuwa ni mbinu ya bwana. Dakika za jioni hawa M23 wanasema sisi hatuendi mazungumzo. Kwa nini wanasema yani hawaendi na hawatumwa? Sababu kubwa ni kuzungumzia kwamba wanataka wale viongozi wao wakuu kuondolewa vile vikwazo walivyowekewa, kama hivyo ya kupewa kesi, washapewa kesi zile kubwa za jinai, lakini kwa sababu mapigano yanaendelea, watu wamefariki, raia wananchi mbalimbali wanasisi, hususan maeneo ya Goma, Kivu na maeneo mbalimbali ya ndani ya huko wamepewa zile kesi kubwa, wanashatolewa haramizi tunaita zibali za kuana wanataka viondolewe zile zote ndio waende kuongeza kumbuka wale ni sababu haiko kesi kubwa na kesi zingine pia watu wanajua kujua msimamo ambao kwa ya waelekeze sawa na wamekataa. Sasa ndio unazungumziaje kwanza hii safari? Kwa nini wamedumia na wanataka watoa haya masharti magumu kabisa uswali kutaka viongozi wao waondolewe ili mkwazo huu? na mimi mtazamaji hapa sio uchunguzi wao ndio lakini habari kana ni uchunguzi na ndio watu kidogo kwamba ndio hii inajadiliwa haya kinathaminiwa kama Tanzania uzalishaji wa miche mizuri ya kisasa ambayo tunapanda, basi tunapata mazao ya kisasa na aina karibia zote za kisasa. Pia nataka kujua miche gani, basi kwa cheki kwa namba yao siku ukapata huduma bila kuangalia basi ndara kwa mbele kila hapo kama shughuli ya siku mwaka ukifika pale mambo mpango ndio siku ya kitabu wana sio tu kugawa miche ama kuuza miche, bali pia wanatoa elimu ya zao ajili ya kushuhudia kufika pale kwa kutoa elimu
na ukipanda wanapata mazao kidogo. Na wafanyabiashara wengine pia natamani kuweza kukuza biashara zenu kuzitangaza ndani na nje ya Tanzania na nje ya Tanzania, basi msaidieni kwa sababu gharama zinafuu sana, na ukishafika kwetu basi hutatumishia kwa sababu zenu sana na bure, na hatutoi matangazo ambapo tunafanya mahojiano na wewe katika basi kazi yako inaanza sana. Unaduka, una supermarket, unauza matunda, una genge, yani bidhaa zote ambazo unazotangaza basi sisi hatuchagui wala hatuamui. Na basi ndio tunaendelea tunaweza kuona hapa ni kweli watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba kwa vita moja nini ambacho kinatokea kwenye kikao ama mkutano wanakutana kwa ajili ya majadiliano ya kuleta amani Kongo, lakini hali ilikuwa tofauti. Mara baada ya watu wengi kuona kwamba wanaoitwa waasi wa M23 kutoshiriki, na pia taarifa hizo hazikutolewa mapema, zilitoka kwenye wakati ambao wanajua muda ni sasa tunasubiri nini kinatokea. Wanaoweza kushiriki na tunashauriana kidogo kwamba M23 wao wanatamani kuona kwamba viongozi wao waliopewa vikwazo na kupewa kesi ngumu uweze kuondolewa, kwa sababu chama tayari walikuwa wameshawekewa hata matangazo ya kusema wale jamaa wanatafuta mwache, yani kwamba kwa gharama yoyote wanahitaji kupatikana, lakini bado pia vile haikuzama na hii pia ilionyesha jinsi gani kikundi hiki cha M23 kina umoja, kina ushirikiano, na hawakuweza kusalitiana, kwa maana kwamba kama kulikuwa kuna usaliti ndani ya M23, maana yake kuna watu ndani ya M23 wangeweza kuungana na serikali kwenda kuwakamata hawa watu walikuwa. Na mbona watu wengi wanafikiria ujani kwamba kama serikali ya Kongo inaweza kutoa ofa ya pesa nyingi sana kwa ajili ya kuwakamata, inamaanisha kwamba pia bado kuna changamoto ya serikali ya Kongo haijui hawa watu wanaishi wapi, haina taarifa nyingi za hawa viongozi wa M23 wanaishi maisha gani. Kwa hiyo ukija kuangalia sababu kubwa ya wao kushiriki Maradona ni kama mtego ambao wamewekewa pia, kwa sababu bado hawajahakikishiwa salama na wanaona majadiliano ya amani, kwa pia kuwa mtego kuna nchi ambazo zinasaidia serikali ya Kongo katika mapigano haya. Kwa hiyo hawajui watakapoenda kukutana hawa watu hao wanajipangaje, lakini huwezi kujua pia inawezekana kuna taarifa ambazo wanapata wameenda watashiriki katika mkutano huu, basi kuna jambo baya ambalo linatokea. Na ndio maana pia hata watu wanategemea basi hawa viongozi wa M23 tunaweza tusiwaone, ila wakatuma wawakilishi, lakini hata hawa wawakilishi hawaonekana. Kwa hiyo kuna uwezekano pia kwamba mkutano huu ama kikao hicho sio cha kujadili kuweza amani Kongo kama ilivyo zaidi, kama mtego ambao wanahitaji kuendelea kwa sababu kuna kauli moja wanasema huwezi kutangaza amani wakati nyuma hapo kushikilia pana amani hapa haiwezi kutokea. Hapa kutokana na hali hiyo, serikali ya Kongo inatakiwa kama inahitaji mazungumzo kwa kina, ni lazima iwahakikishie kwamba pengine mazungumzo yatakapofanyika iwe tayari hawa watu hawana zile tuhuma tena, hawana wangesafishwa, yani ukihitaji amani basi unaenda amani kwa kuonyesha kwamba kweli tunahitaji. Lakini Kongo serikali ya kukaa kimya kutoa tamko, na halikuwa pia walijua kwamba M23 wanahitaji
kushiriki katika kikao hicho. Licha ya kutambua hayo bado hawajaona. Kwa naamini kwamba lakini kama serikali ya Kongo ingekuwa hiyo mifano ingeondoa hizi kesi ambazo ziko juu ya hawa wanaoshiriki, maana inawezekana hao wangeshiriki kwa sababu wanaona kwamba tunaweza sehemu ambayo ni salama na amani, lakini kwa sababu hayo pia hayatekelezwa kwa sababu ya mshindano kushiriki katika mkutano, na watu wengi wamebaki na maswali kwa nini wanashiriki wao wanakuwa, lakini katika nchi ambazo zinaamini kama hivi Afrika ni ngumu sana kwa kufikiana, yaani kwa maana ni ngumu sana. Kumbuka pia historia ya kama cha mshindano na watu ambao wameshapoteza maisha kwa hiyo watu wengi sana. Kumbuka jeshi serikali ya Kongo imepoteza wanajeshi wengi sana kupitia vita hii. Kwa hiyo mazungumzo ya amani yanahitaji akili sana na mipango ambayo imenyooka, sababu tunaona nchi nyingi zilikuwa zikifanya mazungumzo ya amani na amani inarejea maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo serikali ya Kongo inapeleka jitihada ya kuweza kuwasikiliza hawa wabishana wanafanya kitu gani ili waweze kufikia kwenye mazungumzo ya Angoje, tunamalizia kwa swali hapa. Tunakumbuka serikali ya Rais Felix Tshisekedi kabla ya kukubali wito wa kwenda kufanya mazungumzo pale Angola, Rwanda. Tunakumbuka nchi za Umoja wa Afrika Mashariki walimuomba Rais Felix Tshisekedi pale jijini Dar es Salaam, ilikuwa Nairobi, Kenya, hakutokea. Alituma mwakilishi Dar es Salaam, hakutokea. Na pia akawa ametoa kauli moja kwamba yeye hawezi na serikali yake haiwezi kukaa kuzungumza na magaidi, yani haiwezi kuzungumza na waasi kwa sababu yani yeye hawezi, kwamba hawezi kuzungumza nao. Ndio sababu ambayo imepelekea hiyo inachangia kwa nini sasa bali labda yetu sio naona kwa nini kama nilivyochagua mwanzo. Hebu kwa kitazama mipango ya serikali bado hawaoni wakienda kukaa kikao kinacholeta amani. Kwa hiyo wanaona bora wabaki mtu wa uhalifu, bora waendelee vitu vya uhalifu, bora waendelee kutoka kwa, lakini wawe na maisha ambayo wameshayazoea maisha. Kwa hiyo kutokana ni sema kauli hapa mwishoni kabla kuelezea hili la kwamba kuna haja ya serikali ya Kongo kuangalia ni jinsi gani kuandaa mazingira ya kutekeleza mazungumzo ya amani. Na kama haitofanya hivyo basi tutaendelea kushuhudia vita na tutaendelea kuona mauaji. Sawa, nashukuru sana Ngoje, mjadala mzito zaidi. Na mtazamaji nikwambie tu tutaendelea kukupa habari zaidi zinazohusiana na visa haya ambayo nchini DRC Congo zidi ya waasi wa M23 au wanasema M23 hicho ni Kifaransa. Tutakwambia kitu gani ambacho kila kitakachokuwa kinajiri. Sisi kama Samaki pia hapa tuna mchango wao kabisa nzuri mahiri katika kipindi cha mjadala na kuletea uchambuzi na taarifa kwa nini kinachoendelea. Kwa siku tunaombea wale waiwani tu wakae kimoja bila hakusita kuletea uchambuzi. Ndio kukumbusha tu wewe mtazamaji, lakini wewe mjasiriamali, wewe mfanyabiashara, msidharau nguvu ya media na nguvu. Wanasema information is a power. Yani taarifa, wanasema taarifa Kiswahili information is a power. Taarifa na nguvu. Ndio hivyo mtazamaji, ndio taarifa na nguvu. Kama unatangaza una biashara yako yote, yani usisite kutuambia kama hivyo ambavyo tumefanikiwa kuangazia haya gani, na mpaka sasa wateja wanabadilika, yani mpaka unapata kwa sababu zao zinasubiriwa hiyo wanasubirishwa sana. Mwanzo wakati tunafika tulikuta kumbe yani hivyo, lakini baada ya kutoa kazi tunaangazie kwa balozi wanao gani watu wanapale sio chini ya nje ya family ambayo imefanya na shilingi ngapi ya shule na kwa nini nguvu ya media hii. Mtazamaji usione so wanasema au sio sema naye hiyo sio wanajua zamani sana.
Tutakusimamia TV, hatuna shida kabisa. Tunakuangazia biashara yako popote ulipo, na usiangalie kwa sababu tu labda la kung'ara, hapana. Hata ukiwa mbali huko, unaweza kutumia data kwamba biashara yako ikoje, hata picha video unaweza kutuma kwa masi tutapona ndani ya nchi hata nje ya nchi pia. Ukatuma mawakilishi wetu akachukua tangazo pale vizuri au tukaja wenyewe pia na sisi pia moja kwa moja tunafanya. Lakini ukihitaji pia hata ukija hapo hapa pia unaweza kutangaza biashara yako hapa hapa kuzungumza, maana kuna bidhaa pia zinatembea, kwa sababu na bidhaa ambazo unaweza kufanya nazo kuzungumza kama ile bidhaa yangu ni fulani, hapo hiki asifani pia inaisha hivi, si ndivyo? Nakutii. Okay, weka maoni yako chini na utuambie pia unazungumziaje kuhusiana na hili sakata la L23 na unatamani nini kifanyike ili kumaliza